nafasi ya kucheza, lakini uzuri mpira unafahamu, umetizama mechi ambayo ilikuwa dhidi ya Kuwait. Kwa binafsi nadhani wapi tulizidiwa na Kuwait mpaka kupoteza bao? Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumerudi salama, mchezo ulikuwa mzuri, kila mtu ameona. Sisi makosa madogo madogo, lakini naamini mwalimu atafanya kazi ili tuweze kufanya vizuri. Lakini imekuwa kipimo kizuri sana kwa timu yetu ya taifa, kwa sababu tumekutana na watu ambao wana level nyingine, wana level kubwa, lakini na imani tukiendelea yale kuzingatia yale ambayo tunafundishwa na walimu, tutafanya vizuri. Mechi za aina hii zinatujenga kuelekea michuano mikubwa kama AFCON. Mechi ngumu, sitoshe unacheza na watu ambao wana IQ kubwa ya mpira. Hasa Waarabu wanakuwa wana vitu vingi sana kwenye mpira. Kuanzia ndani ya uwanja, nje ya uwanja, lakini timu ambayo unaona kabisa kuna kitu unakitafuta. Kwa hiyo ni nzuri kwa timu ya taifa, kwa sababu tunajiweka katika level fulani ambayo hata sisi wenyewe tunaihitaji. Kwa kukutana na wachezaji wakubwa kama wale, na sisi tunapata uzoefu wa kutosha. Lakini na imani kwamba hizi mechi zinatujenga pia hata kiakili, ili tuweze kufanya vizuri katika mashindano ya AFCON. Unaona tofauti wa aina gani wa Stars hii ambayo iko chini ya mwalimu Gamondi? Utofauti bado sijaona, kwa sababu hiyo ndio mechi ya kwanza mwalimu kwa timu ya taifa. Kwa hiyo siwezi kusema ustadi mkubwa, lakini hata waliotoka walikuwa na ustadi mkubwa sana. Ndio maana tulifanya vizuri katika mashindano ya CHAN, japo tulishia katika hatua ya robo finali. Lakini ni watu ambao walitengeneza timu mpaka leo imeitwa kama hivi umeikuta. Naamini bado mwalimu ana nafasi ya kuona wachezaji. Kuna wachezaji wengine hawajaitwa na kuna wengine tumeitwa. Inawezekana leo kesho mimi nipo au kesho mimi sipo. Kwa hiyo mwalimu yeye ndo atajua jinsi gani ya kuboresha timu. Eneo la goalkeeping ndio eneo lako hasa. Unawaambia nini wale ambao wanatoa zile negative comment zaidi kuhusiana na aliyekuwa mlinda mlango kwenye mechi ile ya kuruhusu mabao manne? Kwanza tunashukuru. Unapotoa comment sisi tunashukuru, kwa sababu huwa sipendi sana kuangalia mtandaoni. Yaani sipendi mambo ya mtandaoni kwa sababu inaweza kuharibia kitu katika mlongo wako wa maisha. Lakini kwa sisi kwa goalkeeper anafunga goli lolote. Yaani haijalishi wewe uko vipi, lakini goalkeeper anafunga goli lolote, kwa sababu ili timu ishinde lazima goalkeeper tulinde. Ili timu ifungwe goalkeeper lazima aruhusu goli. Kwa goalkeeper anafunga goli lolote. Ni mistake za kibinadamu. Lakini na imani huko nyuma hakuwahi kufanya mistake kama zile. Lakini imetokea, tumejifunza. Kwa sisi tunapokaa tunakaa pale bench tunaangalia, tunajifunza. Kama mwenzetu amefanya hivi, ili na sisi tukipata nafasi tusifanye yale ambayo amefanya. Kwa uzoefu sasa Masalanga, ikitokea pengine hata wewe umepata nafasi unaruhusu goli 4, pengine pressure huwa inakuwa juu zaidi ama unafanyaje? Mimi kwa upande wangu mimi nimeruhusu goli 4 mwaka juzi. Nilikuwa kwenye club. Nilijisikia vibaya kwa sababu goli 4 ni nyingi. Alafu ukiruhusu katika mazingira ambayo na wewe unahusika moja kwa moja, kwa sababu unajua kuna magoli mengine ya goalkeeper husiki. Lakini lazima uwekwe kwa sababu wewe ndio mtu wa mwisho. Kwa hiyo sisi ni nafasi yetu ni nafasi ya lawama, nafasi ya maneno, tunapewa maneno. Lakini ili tuweze kuyafuta hayo maneno lazima tuwe bora. Tufanye training nzuri, tufanye yale ambayo yanahitajika katika mpira. Naamini kwa makosa yale tumejifunza kitu, tutafanya kazi. Na nipende kuwaomba tu wa Tanzania kwa pamoja, mtu anapofanya kosa tuendelee kumuunga mkono, kwa sababu makosa ni yapo. Hata wewe unayotuma comment pia una makosa yako. Tukisema kila makosa tu ya hukumu tutakuwa tufiki. Lakini mimi na imani sana sisi yale makosa yote tuliyofanya tunaenda kuyafanyia kazi na hayatojirudia. Kuelekea michuano ya AFCON pengine itakuwa ni nafasi yetu sasa kufanya vizuri. Naona mbali timu yetu ya taifa. Kuna asilimia nyingi sana za kufanya vizuri, kwa sababu umeangalia mashindano yaliyoisha, mashindano ya CHAN tulifanya vizuri. Kwa hiyo na imani haya mashindano tutafanya vizuri. Sawa. Asante sana.